Naam, hapa ndipo tulipoishia katika sehemu ya pili. Tuliishia Tambwi akiwa anakwepa majabali mazito ambayo yalikuwa yanamwelekea kwa lengo la kumpoteza maisha yake. Lakini mzimu wa Mfalme Mbonde uliweza kuwatokea katika eneo hili na moja kwa moja ulitoa mkono mkubwa ambao unatisha. Lengo ni kumzuru ama kupoteza maisha ya binti wa mfalme. Tambwi aliliona hilo. Je, aliweza kufanikiwa kumwokoa binti wa mfalme au ndio ulikuwa mwisho wa maisha ya binti wa mfalme? Naam, twende pamoja katika simulizi hii ambayo inasisimua na yenye kuvutia inayopatikana katika filamu hii ya Binti wa Mfalme. Hivi ni vita. Sijajua ni nani atakayeweza kuibuka mshindi hapa kati ya mfalme ambaye anatawala kwa sasa, ambaye mtoto wake ndiye huyu binti wa mfalme ambaye anaandamwa na mzimu wa Mfalme Mbonde ama Mfalme Mbonde. Ni nani atakayeibuka kidedea hapa? Unaonekana mkono wa mzimu wa Mfalme Mbonde. Ghafla mkuki, Tambwi alirusha mkuki na kuchoma mkono wa mzimu wa Mfalme Mbonde. Ghafla ule mzimu ukapotea. Tambwi akamchukua binti wa mfalme na kumwambia tuondoke eneo hili kwani si salama kwa ajili ya maisha yetu. Walisonga mbele. Hatujajua kama wanaweza wakafika salama nyumbani wanapoelekea, maana mzimu wa Mfalme Mbonde bado umewaandama ipasavyo. Ghafla huku upande wa pili anaonekana Miki akiwa anatembea. Ghafla alihisi kitu. Ni nini hiki? Alihisi kama kishindo hivi. Mti unaonekana ukiwa umepanua mdomo. Sijajua ni nini dhamira, ni nini kinachofanyika hapa. Miki hajaliona hilo, akiwa anashangaa ni kishindo gani nilichokisikia, akiwa hajui kinachoendelea bado, akiwa na wasiwasi unaanza kumpata. Hajui ni kitu gani hiki, mbona nimesikia kishindo hapa? Ni kishindo cha nini hiki? Akiwa anajiuliza huku na kule, hajajua bado na hajagundua kwamba tayari hii miti pia si salama kwa ajili ya maisha yake. Ghafla linaonekana jicho likiwa limetokeza linamwangalia Mikidadi katika mti huu. Miki bado hajagundua hilo, bado hajaona yote haya. Akapotezea, akaona labda ni wenge langu tu. Aliweza kuondoka. Huku anaonekana yule kijana akiwa anakimbia kwa spidi. Hatujamjua huyu bado ni nani huyu. Anaonekana Miki akiwa anatembea bado anawatafuta binti wa mfalme pamoja na walinzi ili kuweza kutoa msaada. Ghafla anaona kitu cha ajabu hapa. Anakimbia, ardhi inapasuka, inaeka ufa, inamkimbiza ufa. Miki alikimbia utazani ni defender. Alikimbia kwelikweli Miki. Alikimbia lengo kuokoa maisha yake. Huku anaonekana binti wa mfalme akiwa na mlinzi wake Tambwi. Wanaendelea kusonga mbele. Lengo ni kuokoa maisha yake. Wakiwa wanaendelea kusonga mbele, ghafla Tambwi aliona kitu, jiwe. Akakwepa, akalipangua na ile ngao yake. Akamwambia binti wa mfalme, tulia. Tulia, usiwe na wasiwasi. Tulia, usikimbie wala usitoke eneo hili. Kuwa karibu na mimi. Wakiwa wanaangalia huku na kule, ni nini hiki? Tambwi anamwambia ondoa shaka. Binti wa mfalme anamwambia turudi tulipotoka basi, maana kama huku tunapoelekea ndipo tunayafuata haya matatizo. Tambwi anamwambia hapana, hapa lazima nihakikishe naweza kukufikisha nyumbani salama. Tambwi alisogea mbele na kuweza kupaza sauti na kukiita hicho kitu ambacho kinawasumbua. Njoo sasa, ni nani wewe? Njoo nikuonyeshe. Njoo hapa tuweze kupambana. Kama kweli umejidhatiti, kama kweli unajiamini, njoo sasa. Sogea hapa. Alishika mkuki wake vizuri na kukiita hicho kitu ambacho kinawasumbua muda wote. Njoo, nipo hapa. Njoo sasa kama unajiweza. Wewe kama kweli ni mwanaume ama ni kama kweli unajiamini, sogea hapa nikuonyeshe. Tambwi akiwa anajitamba na kukiita hicho kitu ambacho kinawasumbua muda wote. Ghafla jiwe akapanchi na ile ngao yake. Binti wa mfalme anaanza kuogopa na kuzani kwamba leo ndiyo mwisho wa maisha yake. Tambwi alinyanyuka tena na kuweza tena kupambana. Ghafla mauzauza ya Mfalme Mbonde yameweza kufika hapa. Tambwi aliweza kucheza nayo, anachoma mkuki. Mkuki inakwepa, mkuki inakwepa, mkuki inakwepa.
Mkuki unakwepa, linakwepa kweli kweli mkuki, lakini hili ndilo linaweza kutoa yale mawe yenye uzani mzito. Mkuki, Tambwe alipambana imara, hilo jiwe kapangua. Tambwe alisimama imara kuweza kuhakikisha hapa anatoka salama yeye na binti wa mfalme. Aliweza kulichoma kweli na mkuki, lakini kila ukilichoma linajiunga, na kuweza kutoa mawe yenye uzani mzito. Tambwe aliendelea kupambana. Lengo ni kuhakikisha kumtoa hapa binti wa mfalme salama. Ghafla alirusha na mkuki mazima. Ule mzimu ukapotea, mkuki ghafla ukarudishwa. Ni nini hiki? Aliusogelea mkuki wake na kuweza kushika tena, huku akimsogelea binti wa mfalme, akihakikisha anampa ulinzi ipasavyo. Akiwa haoni kitu tena, akiwa anatafuta limekwenda wapi, akiwa anaangalia huku na kule, lakini ghafla jiwe alipanchi na kukwepa na kuanguka chini. Ghafla jiwe likapotea. Akachukua mkuki wake, akaenda tena kumgadi binti wa mfalme. Lengo ni kumwokoa binti wa mfalme hapa, si kingine, ni kumwokoa binti wa mfalme, akiwa amekaa tayari kwa ajili ya kupambana na chochote kitakachoweza kutokea hapa. Anaangalia kwa umakini wa hali ya juu hapa. Binti wa mfalme anaonekana akiwa na uoga. Ghafla ardhi inafungua mdomo na kutaka kuameza. Ghafla mkuki umetupwa pale katika ule mdomo pale kwenye ardhi. Ni nani aliyetupa mkuki huu? Ni nani huyu? Wakiwa wanajiuliza, mbele yao wanamuona kijana yule anakuja kwa spidi ya 4G na kufika eneo hili. Mkuki ulichomoka wenyewe na ukarudi kwake. Hii ni silaha ya ajabu sana hii. Inaweza kwenda kushambulia na kurudi mkononi mwake na kuambia kwamba tuondokeni, hapa si salama. Nendeni, tangulieni. Huku upande wa pili anaonekana Mdoe akiwa anakimbia sasa, akiwa hana silaha hata moja ya kujitetea, akiwa anakimbia. Lengo lake ni kuweza kuokoa sasa maisha yake na si kingine. Akifika hapa anaona mbona mazingira si salama hapa. Anaangalia kwa umakini, anaona kuna mti ambao unatembea, anaushangaa. Ghafla unatokea mti mwingine, yaani ni kwamba miti inatembea. Miti inatembea hii ikiwa inamsogelea Mdoe. Mdoe ni nini? Leo Mdoe nimekutana nacho leo. Miti ikiwa inamsogelea mbele, inamzunguka, inamuweka mtukati. Mdoe akiwa anaishangaa na kuiangalia kwa umakini, lakini huku akiwa na uoga ndani yake. Miti hii ilitembea na kuungana. Mdoe akiwa analishuhudia tukio hilo. Mdoe alitoa macho kweli kweli. Ghafla mti mwingine ukatokea ukawa mkubwa zaidi. Mdoe anaona vitu ambavyo hajawahi kuviona tangu azaliwe katika ulimwengu huu. Mdoe alizidisha wasiwasi, alianza kurudi nyuma. Mdoe alianza kuingiza uoga wa hali ya juu. Ghafla mti mwingine ulitokea. Mdoe akasema, miguu nisaidie. Aliweza kukimbia Mdoe, lengo ni kutetea maisha yake. Huku anaonekana binti wa mfalme na Tambwe na yule kijana mwingine wakiwa wanasogea mbele, na kufika kwa mbele waliona mzimu wa mfalme Mbonde. Yule kijana alikaa vizuri kwa lengo la kupambana naye. Ikumbuke kwamba huyu kijana ana silaha ya ajabu sana ambayo inaweza kwenda kushambulia na kurudi. Wakiwa wanauangalia ule mzimu wa mfalme Mbonde, huyu kijana alitoka, lengo ampoteze huyu mzimu wa mfalme Mbonde, umfate yeye na binti wa mfalme waweze kuondoka. Akawita, njoo huku, njoo huku, nifuate mimi, nifuate huku. Mzimu ukaona ukashtukia huu mchezo, ukaona huyu anataka kunipoteza, nimfuate yeye ili hawa wengine waweze kunikimbia. Alirusha ile silaha yake, ulienda ukachoma, ukamgawanyisha kati. Mzimu wa mfalme Mbonde ulikutana nacho leo. Ulianza kukaa hapa, akasema bado haitoshi, akapiga teke jiwe. Ule mzimu ukakamata lile jiwe. Akashangaa ni nini hiki, akarudisha lile jiwe, akapiga tena teke. Hiyo inaitwa maigeri hiyo au yoko hiyo. Silaha yake karudi, aliweza kuikamata silaha yake na kujiuliza leo hiki ni nini.
akiwa anaangalia kwa umakini na kuambia nyinyi tulieni hapo. Tambwe naye alisogea ili kuweza kuongeza nguvu hapa, waone jinsi gani wanaweza kukabiliana na huu mzimu wa Mfalme Mbonde. Lengo ni kuweza kumfikisha binti wa mfalme salama nyumbani. Hilo ndiyo lengo. Je, wataweza kufanikiwa hilo? Maana nguvu imeongezeka tena hapa. Usikose katika sehemu ya 4 ambayo itatupa majibu ya maswali yetu, kama wataweza kufanikiwa kumfikisha binti wa mfalme nyumbani akiwa salama, maana vita ndiyo kwanza inaanza.